Nukuu ya Matumaini, ukiwa nami hapa Matthew Ndeva. Asante na karibu kabisa ndani ya Radio Fortune Africa, redio yako kuu inayetamba na kukua kwa kasi sana duniani. Tunashukuru Mungu kwa mkono wake, baraka zake na uwepo wake ambao umekuwa nasi katika huduma na kila siku. 4561468 ndio tin namba ya Radio Fortune Africa. Hii maanisha popote ulipo unaweza simama kituo hiki na Mungu atakulinda kubariki kabisa. Zaidi yote pia asanteni kwa wale ambao mnatuombea. Bwana walinda, watunza, wabariki kabisa, awatende mema na lolote mfanyalo lifanikiwe kwa utukufu wa Mungu wa Israeli. Asante na karibuni ndani ya Nukuu ya Matumaini. Asubuhi njema tena ya kupendeza kabisa. Maisha. Life. Nasema uzima tulionao una ubora wake. Na mwili huu tulionao ni mwili huu unakuwa na dhamana, uzima ukiwa ndani ya mwili huu. Ukiwa mzima ndio utaona manufaa na ubora wa mwili huu. Siku zote tunasema hivi, maisha ni kitandawili. Kitandawili hiki kizito kinachohitaji mtu akikitegua. Maisha ni kitandawili. Unaweza kuona ulilala ukiwa mzima, unaamka asubuhi ni kama vitu vimebadilika. Unaweza shinda ukiwa mzima, unapolala jioni vitu vinabadilika. Hayo ni maisha. Tunasema maisha ni kitandawili, tena kigumu kutegua. Maana uzima ulionao umo mikononi mwake Mungu. Maisha ni fumbo ambalo linahitaji mtu wa kulifumbua. Siku zote katika maisha tunasema hivi, ili fumbo alilonalo ni Mwenyezi Mungu, ndiye anayeweza kulifumbua. Sisi tunaishi tu, na uhai tulionao na maisha haya yanategemea Mungu siku zote. Jambo la mwisho na la tatu, maisha ni safari. Si safari fupi ama safari ndefu. Kila mtu ana sehemu yake ya kushuka alipo ndani ya gari lake. Kila mtu ana stage yake, ya kwamba unapoanza safari, utakapofika pa kushuka utashuka, maana hiyo ndio stage yako utakayeshukia. Ndio tunasema katika safari za kila siku za maisha, Mungu akusaidie kulinda na kutunza uhai ulionao, maana ubora wa maisha ulionayo ni kitu cha dhamana. Ni kama kioo. Unapokiona kioo ni cha dhamana, kwa maana unapokuwa unakitazama lazima ukibebe kwa utaratibu na uzuri, maana kitakapoanguka na kupasuka kitapoteza umaarufu. So uhai tulionao una ubora wake. Ndiposa huwa tunasema siku zote katika Nukuu ya Matumaini, maisha ulionayo yanamhitaji Mungu, na utumie uhai ulionao vizuri. Maana kuna mtu sasa hivi hawezi amka, ndio anapumua lakini hawezi amka. Kuna mtu sasa hivi hawezi kula, ndio anapumua lakini hana uwezo wa kuchukua chakula mwenyewe na kuanza kukila. Kuna mtu sehemu hii sasa hivi anatumia mashini yanayoweza saidia yeye kuendelea kuishi, kupumua. Hali ngumu sana. Unapotembea unaweza ona kuna mtu sasa hata mguu hana, maana mguu ule umebidi ukatu, hana mguu. Maisha ni kitandawili. Leo unaweza toka kwa nyumba ukiwa vyema na unarejea pengine hata kiungo kimoja cha mwili kimeenda, kimepotea, na wengine wanarejea kama tayari hawana yale walioenda nao. Hayo ndi maisha. Unaona, anasema siku zote tutakuwa wawili, mmoja ataenda, mwingine atasalia. Ndivyo vitu vilivyo sasa. Lakini natamani siku zote asubuhi njema tunapokuombea uwe na matumaini mazuri ya kwamba licha kuwa dunia hii twapita tena upesi na maisha yetu ni mafupi duniani, lakini tutatumia nafasi ya uzima tulionao na uhai tulionao kumtumikia Mungu. Jua uhai ulionao na uzima ulionao si kwa sababu ya kujinufaisha, si sababu ya kukula vizuri, si kwa sababu ya kujirembesha na kutembea katika magari mazuri ama kutembea katika nguo nzuri, kulala mahali pazuri, ati ndio uhai. Hapana. Tumia nafasi ulionayo vizuri na uhai ulionao vizuri kwa sababu ya kumhudumia Mungu. Mungu amekuweka hapa na makusudi. Kuishi katika kizazi hiki kuna makusudi. Kukaa nyakati hizi kuna makusudi.
uhai, uhai, uhai. Katika nukuu ya matumaini, uhai ulionao ameyekupa Mungu na amekupa na makusudi. Kuna wale wamelala mauti. Ni kipi ulichonacho cha dhamana umempa Mungu leo ungali unapumua? Ni kipi ulichompa Mungu cha maana kabisa ungali una uzima na uhai? Haya ni maswali nafuu unajiuliza, ya kwamba kuna watu wamelala sasa hivi. Je, mimi ningali mzima? Ni kipi nimemfanyia Mungu kuendelea kuwa mzima? Maisha yako, ubora ulio nao, udhamana ulio nao, sura ulio nayo, majina makubwa ulio nayo ni ya dhamana sana, lakini uhai ulio nao hauna mbadala. Unaweza upoteza siku yoyote. So watu wote walio duniani wanaweza kufa. Watu wote walio duniani wanaweza pata mauti. Mauti inaweza kuwapata, lakini si sote tutakaolala mauti. Pia hilo ni jambo nafaa ulifahamu, ya kwamba Mungu atatusaidia na siku moja tutakaa naye milele. Natamani uhai ulionao utumie vizuri, kwa sababu ya manufaa ya huduma, manufaa ya kijamii, manufaa ya watu wa kwenyu, maana uhai huo una dhamana sana, na wewe ni nguzo mahali. Ukiwa mzima, kuna watu ambao wanakutegemea. Linda, tunza uhai ulionao, hata tunapoelekea wikendi, Mungu awe pamoja na wewe na neema itatosha. Namaliza katika neno la Mungu, kitabu kile cha Warumi 8 mstari wa 31. Basi tuseme nini juu ya haya? Mungu akiwa upande wetu, basi ni nani atakayekuwa kinyume chetu? Na ndilo swali tulionalo. Mungu akiwa upande wetu, ni nani atakayekuwa kinyume chetu? 456146 ndiyo till number ya Radio Fortune Africa. Tuma chochote ulicho nacho, ni baraka kwetu na Mungu atakubariki sana, ili tusalie hewani daima na kutenda kazi ya Mungu. Mathew Ndeva ndiyo jina langu. Asante na kwaheri.